أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za kheri kipenzi cha watu na kipenzi cha Mwenyezi Mungu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mpenzi mtazamaji, tunakukaribisha tena katika kipindi chetu hiki maalum ambacho mara kadhaa tumekuwa tukikifanya hapa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na lengo kubwa la kipindi hiki ni kuizungumzia dua maalumu ambayo inakwenda kufanyika ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, panapo majaliwa siku ya mwezi 27 mfungo wa Ramadhani au tarehe 27 mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu biidhnillahi ta'ala inshallah, ambayo tarehe hii itawafikiana barabara panapo majaliwa Mwenyezi Mungu na tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2024. Tunakwenda kufanya dua maalum. Dua hii itafanyika katika viwanja au katika ukumbi wa City Garden uliopo hapa jijini Dar es Salaam, katikati kabisa ya jiji, maeneo ya Kariakoo. Hapo ndipo tutakwenda kufanya dua hii. Dua yenyewe tunayokwenda kuifanya ni dua ya Fathul Jasadi, ambayo ndani yake itakuwa na wikaya biidhnillahi karimu inshallah taala. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajapata kusikia, ni vizuri kuitumia fursa hii leo kufaidika, kwa sababu leo nataka nizungumze kwa ufupi moja ya vyombo au makombora yatakayotumika au yanayotumika kuifanya dua ya Fathul Jasadi na siri iliyopita katika kuifanya dua hii inayoitwa Fathul Jasadi. Mara kadhaa mmekuwa mkinisikia nikilizungumza neno fathu. Fathu ama fatha ama kufungua ni dua maalumu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka ndani ya kitabu cha Qur'ani, lakini kupitia akili, maarifa na elimu ya wanazuoni ambao wanajua siri iliyojificha katika dua hii. Na yako mengi yanayofanywa, ndio maana dua hii utaenda kuiona kwamba ni dua inafanyika kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka majira ya saa 8 saa 9 za mchana. Kwa hiyo kiangalia dua hii na takriban masaa 6 mfululizo au 5 na kidogo, ukitoa zile nyakati za kutia nia na nini. Ni dua inabeba takriban masaa 5 mpaka 7. Ni moja kati ya dua kubwa sana ambazo akililiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi huwa hakuna mipaka wala kizuizi katika kuleta mafanikio dua hii inapokuwa imefanyika. Dua hii ni maalum na special kwa watu wa dini zote, Wakristo, Waislamu, wapagani, wasokuwa na dini, wote katika dua hii wanaweza kuhudhuria, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajibu dua kulingana na watu vile watakavyomlilia, kumbembeleza na kumtaraji na kumwamini uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpenzi mtazamaji, dua ya Fathul Jasadi imeitwa dua ya Fathu kwa sababu ndani yake inafanyika dua hii. Miongoni mwa sura zitakazosomwa katika dua hii ni suratul Fatiha, na ndio maana dua yenyewe inaitwa Duau Fathu al-Jasadi. Duau Fathul Jasadi, neno hili Fathu linatokana na neno Fatiha. Al-Fatha ni sura ya kwanza iliyomo ndani ya Qur'ani. Suratul Fatha ambayo ndio inazaa dua hii ya Fathu, ndiyo sura ya kwanza iliyomo ndani ya Qur'ani. Imeitwa Suratul Fatha.
Sura hii ina aya 7 na ndiyo sura iliyoifungua Qur'ani. Sio sura ya kwanza kuteremshwa ndani ya Qur'ani. Angalia, Suratul Fatiha sio sura ya kwanza kuteremshwa ndani ya Qur'ani. Ni sura imeteremshwa baadaye, lakini sura hii katika mpangilio wa uandishi wa Qur'ani, Mtume amefundisha hii ndio iwe sura ya kwanza katika mpangilio wa Qur'ani, nayo inaitwa Suratul Fatiha. Na dua yetu tunayokwenda kuifanya inaitwa dua Fathu al-Jasadi, yani dua ya kufungua kiwiliwili, dua ya kufungua. Mama wa dua ya surat Fathul Jasadi, dua Fathul Jasadi, mama wa dua hiyo ni hii Suratul Fatiha, na ina siri kubwa, na sura hii ina idadi zake za kusoma. Dua hii ikisomwa ina sura inayoifungua Qur'ani. Suratul Fatiha ndiyo sura pekee imetajwa na sura nyingine ndani ya Qur'ani. Sikiliza haya maneno. Suratul Fatiha, Qur'ani na sura 114, ina aya 6236, ina maneno 76440, na ina herufi 322,373. Lakini pamoja na kuwa Qur'ani ina sura 114, sura pekee iliyotajwa ndani ya sura nyingine ni Suratul Fatiha. Hapa unaweza ukajiuliza kwa nini sura hii imetajwa na nini sababu ya kutajwa kwake, nini kinachofanya sura hii itajwe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza ndani ya Qur'ani katika suratu Hijri, sura ya 15 aya ya 83. Anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tumekuteremshia Qur'ani, na tumekuteremshia aya 7 ndani ya Qur'ani hii zinazosomwa mara kwa mara, na tumeiteremsha na Qur'ani yote pia. Sikiliza ya maneno. Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minashaitani rajim, na tumekuteremshia aya 7 ndani ya Qur'ani hii, pamoja na tumekuteremshia Qur'ani yote pia. Maana yake nini? Mwenyezi Mungu anaonyesha katika aya 83 ya suratu Hijri, sura ya 15, ameteremsha ndani ya Qur'ani sura yenye aya 7. Lakini sifa ya aya hizo ndio aya zinazosomwa mara kwa mara. Yani duniani hizo aya 7 zinazotengeneza hiyo sura ndio aya zinazosomwa mara kwa mara. Yani Mwenyezi Mungu mwenyewe amezitaja aya hizo 7 katika sura hiyo inayobeba hizo aya 7, ndio aya zinazosomwa mara kwa mara. Hizi ni aya 7 zilizomo ndani ya Suratul Fatiha. Wengine wanapenda kuita Alhamdu au Suratul Fatiha. Suratul Fatiha ambayo ina aya 7, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazieleza kwamba aya hizi ndio aya zinazosomwa mara kwa mara. Kwanza aya hizi 7 zinasomwa kila siku ya Mwenyezi Mungu. Yani sura hii, aya hizi 7 ndio aya pekee, hakuna siku hazijawahi kusomwa kabisa duniani au katika nchi au katika kijiji au yani haijawahi kutokea iwe haijasomwa kijiji chochote, haijasomwa nchi yoyote, haijasomwa mkoa wowote, haijasomwa wilaya yoyote,
hazijasomwa dunia nzima, hakuna isipokuwa aya hizi 7, kwa sababu aya hizi 7 zinasomwa na ni sehemu ya nguzo katika ibada ya swala. Ibada ya swala yoyote ya faradhi ama swala ya sunna, ili itimie swala hiyo, moja ya nguzo zake ni kusoma Qur'ani, hasa surati al-Fatiha. Kusoma Qur'ani hasa surati al-Fatiha. Sala ya alfajiri surati al-Fatiha inasomwa mara 2. Sala ya dhuhuri surati al-Fatiha inasomwa mara 4. Swala ya alasiri surati al-Fatiha inasomwa mara 4. Sala ya magharibi surati al-Fatiha inasomwa mara 3. Na sala ya isha surati al-Fatiha inasomwa mara 4. Maana yake hii ndio sura pekee inasomwa mara 2, ongeza 4 zinakuwa 6, ongeza 4 zinakuwa 10, ongeza 3 zinakuwa 13, ongeza 4 zinakuwa 17. Surati al-Fatiha aya zake 7 zinasomwa mara 17 kila siku ya Mungu, na haina mjadala. Yani duniani ndio wimbo unaoimbwa mara 5 kwa siku katika vipindi 17, mara 17 katika vipindi vitano. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika sura ya 15 aya 83, na tumekuteremshia aya 7 zinazosomwa mara, na tumekuteremshia Qur'ani yote hii pia. Maana yake nini? Maana yake surati al-Fatiha kwanza ndiyo sura na Mwenyezi Mungu iwe sura pekee ya ambayo inafanya ibada itimie. Ndiyo kusema hata kusoma aya baada ya surati al-Fatiha ni sunna. Unaweza kusoma aya 1, unaweza kusoma aya 2 na swala ikatimia. Lakini unaweza kuacha kusoma sura moja ya sunna, ukasoma surati al-Fatiha peke yake na swala ikatimia. Lakini ukiacha surati al-Fatiha, iwe swala ya sunna, iwe swala ya faradhi, hiyo swala haitatimia, kwa sababu surati al-Fatiha ni nguzo. Allah anasema, na tumekuteremshia we Muhammadi aya 7 zinazosomwa mara kwa mara, na tumekuteremshia Qur'ani yote pia. Surati al-Fatiha, siri ya kwanza, ndiyo sura pekee inafanya ibada ya swala itimie, na Mwenyezi Mungu akubali swala ya kiumbe yoyote ikiwa itasoma surati al-Fatiha. Hii ina maana gani? Hii ina maana surati al-Fatiha ina mafungamano na mawasiliano na Mwenyezi Mungu, kwa sababu swala katika Uislamu ndiyo mawasiliano ya moja kwa moja baina ya mja na Mola wake, na kiunganishi cha ibada ya swala hii ni surati al-Fatiha yenye aya 7. Maana yake ndani ya surati al-Fatiha kuna mawasiliano ya moja kwa moja ya baina ya mja na Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana katika surati al-Fatiha ipo aya Mwenyezi Mungu anasema, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Wewe peke yako ndo tunayekuabudu na wewe peke yako ndiyo tunayekutegemea. Ukisoma katika surati Ikhlas, sura ya 112, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, kul, sema, huwallahu ahad, Mwenyezi Mungu ni mmoja. Allahu samad, Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kukusudiwa. Sasa Mwenyezi Mungu anakusudiwa nini? Mwenyezi Mungu anakusudiwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yeye peke yake ndiye anakusudiwa kwa kuabudiwa, na yeye peke yake ndiye anakusudiwa kutegemewa na kuombwa misaada katika kila shida na dhiki inayomhitaji mwanadamu. Surati al-Fatiha ni sura yenye siri kubwa sana, na ndiyo maana maajabu ya sura hii ikawa na aya 7. Na imekuwa na aya 7 kwa sababu ya mpangilio wa mfumo wa elimu ya kiungu. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaipanga katika mfumo wa namba 7. Na sura hii, surati al-Fatiha, ambayo ina aya 7, ina siri kubwa sana katika maisha yako, na ikisomwa vizuri kwa utaratibu mzuri, hakuna shida, hakuna tatizo, hakuna baya litakalomgusa mwanadamu likabaki ikiwa litaondoshwa kwa kupitia sura hii, yani surati al-Fatiha. Na ndiyo maana sura hii imepangwa kwa mpango wa muujiza, mpango wa maajabu, imepangwa kwa hesabu ya namba 7, kwa sababu inapia mawasiliano baina ya Mwenyezi Mungu na mja wake. Surati al-Fatiha, siri yake ya kwanza, ina aya 7.
Lakini suratul Fatiha yenyewe yote imegawanywa katika vigawe vya namba 7. Yote suratul Fatiha yote imegawanywa katika vigawe vya namba 7 kuonyesha utukufu wa sura hii. Na ndiyo maana ibada ya swala ya Kiislamu sharti lake la kwanza ikawa ni lazima kusujudu katika vitendo vya swala, kwa sababu swala ni vitu viwili, ni maneno na vitendo vinaunganishwa. Sasa vitendo vya swala katika Uislamu viko hivi: ilhamu kwa maana ya nia, na kuhirimia swala Allahu Akbar, ima kwa kufunga mikono au kwa kutokufunga, lakini ndio kufunga swala kutamka neno hilo. Kusoma suratul Fatiha ambayo ni nguzo, kufanya rukui ambayo pia ni sehemu ya nguzo katika swala, kufanya intidali ni nguzo pia, kufanya sigda ni nguzo pia, kukaa tahiyatu ni nguzo pia. Sasa kwenye sigda, mwanadamu akiwa kwenye sigda, mwanadamu yoyote aliyetimia viungo na hana udhaifu wa maumbile akiwa kwenye sigda, viungo vinavyogusa ardhi vinakuwa 7: paji la uso moja, vitanga viwili vya mikono, magoti mawili inakuwa 5, na matumbo mawili ya miguu ya vidole vikubwa gumba vile katika miguu inakuwa 7. Ndio viungo vinavyogusa ardhi mwanadamu anapokuwa katika swala. Kwa nini swala ya Kiislamu mwanadamu analazimika kusujudu hali ya kuwa pale aliposujudu viungo 7 vinagusa ardhi? Kwa sababu ya siri ya namba 7 katika majibu ya shida na matatizo yanayowazunguka watu. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, na tumekuteremshia aya 7 ambazo ndani yake Mwenyezi Mungu amezisifu sana hizi aya 7 zilizopo katika suratul Fatiha. Sasa aya hizi 7 zina maajabu makubwa, na siri ya namba 7 imepangwa kwenye maajabu makubwa sana. Suratul Fatiha imepangwa hivyo, na ndiyo maana suratul Fatiha kuwa na aya 7, kila kitu ndani ya suratul Fatiha imegawanywa katika namba 7. Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya Qur'ani suratul Fatiha ina aya 7, lakini kila aya zote 7 zile, aya zote 7 mwisho wa aya kumemaliziwa na herufi moja kati ya 2, ima nuni au mim, yani mim au nuni, yani m au n. Kwa mfano, Bismillahirrahmanirrahim, mim hiyo. Alhamdulillahi rabbil alamin, nuni hiyo. Arrahmanirrahim, mim hiyo. Maliki yaumiddin, nuni hiyo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nuni hiyo. Ihdina siratal mustaqim. Kwa hiyo aya zote ukiziona zile 7, ima moja imeishia na mim au imeishia na nuni. Na Mwenyezi Mungu kafanya maajabu sana. Ukiangalia mim na nuni katika herufi za alfabeti za Kiarabu, yani alifu, ba, te, unaendelea mpaka utakapofika hamza. Hizi herufi zote hizi za Kiarabu ziko 28. Lakini herufi ya 24 ni mim na herufi ya 25 ni nuni. Herufi ya 24 ni mim na herufi ya 25 ni nuni. 25 ongeza 24 jumla yake ni 49. 49 ukigawa kwa 7 inaingia mara 7, akibaki chochote. Maana yake hata zile herufi zilizomalizia suratul Fatiha ziko katika kigawe cha namba 7 ambazo ni 79 kwa 7 ukijumlisha 24 na 23. Amini na 25. Lakini sio hivyo tu. Hii suratul Fatiha yote hii ina herufi 143. Hii suratul Fatiha yote ina herufi 143. Yani ukihesabu herufi moja moja zilizotengeneza hii suratul Fatiha ziko 143. Sasa katika hizi herufi 143 zilizotengenezwa suratul Fatiha, ukiwa utazitazama kwa idadi ya herufi za Kiarabu zilizotumika kuandikia hii suratul Fatiha, yani katika alfabeti zile kuanzia alifu mpaka mwisho zote 28, Mungu katohoa kwenye zile 28, katohoa 21 tu. Herufi 21 tu ndo zimetolewa zikaingizwa kutengeneza suratul Fatiha, ambazo sura hizi 21 ukizigawa kwa 7 zinaingia mara 3, kwa sababu 7 mara 3 ni 21. Na kwa kuwa zimetengenezwa herufi za Kiarabu ziko 28, ukitoa 21
Kwa 28 zinabakia tena herufi 7 ambazo hazikutumika kuitengeneza suratul Fatiha, na hapa nitakupa siri mwisho ndio uone dua Fathul Jasadi kuwa dua ya maajabu. Ukiikosa dua hii umekwisha. Hata kama uko nchi gani duniani, panga kushiriki dua hii, toa sadaka yako, weka nia, wallahi kila kitu kitafunguka. Kama ni maradhi, kama ni shida ya uchumi, kama ni tatizo la mtoto, kama ni shida ya ndoa, kama ni biashara, kama ni kazi, chochote kinachokuathiri, lia na Mwenyezi Mungu kwenye dua hii, utaona maajabu ya Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ina maajabu makubwa sana. Suratul Fatiha ambayo ni mama wa dua ya Fathul Jasadi, dua Fathul Jasadi, imetengenezwa na herufi 21 na zimeachwa herufi 7 katika 28 zinazotengeneza lugha ya Kiarabu. Sasa hizi herufi 21 zilizomo ndani ya suratul Fatiha, wataalamu wamezitumia kuandikia dua ya kufungua. Yani hizi herufi 21 zilizotumika kutengeneza dua ya Fathul sura ya hii suratul Fatiha, hizi herufi 21 za Kiarabu, wataalamu hizi wamezitengenezea dua. Yani imeandikwa dua kutokana na hii siri kubwa nakupa, kutokana na hizi herufi 21 ambazo zina mistari ya kumbembeleza Mwenyezi Mungu kwa mtu aliyefungika na kuharibikiwa na maisha, au kuwa na shida, au anataka mafanikio, mtu anataka kufika kilele cha mafanikio, basi hiyo dua ina uwezo mkubwa wa kufungua chochote biidhnillahi karim, kwa sababu Mola mwenyewe ndio ametengeneza suratul Fatiha kwa herufi hizo, na ndio sura ya kwanza inayofungua Qur'ani. Mtu yoyote akisoma msahafu ataanza na suratul Fatiha. Hiyo ndio siri ya kwanza kubwa muhimu iliyojificha katika dua Fathul Jasadi. Pamoja na kuisoma suratul Fatiha katika idadi yake na maelekezo yake suratul Fatiha, lakini dua hii pia unaweza kuitumia katika tukio hili. Nataka nikupe mfano mwingine mdogo, wewe ndugu yangu ambaye umewahi kupata tatizo katika maisha yako, au una shida na unatamani siku moja kupata majibu kwa matatizo ulionayo, unataka yazimike kama kibatari kinavyozimwa na upepo, koroboi inavyozimwa na upepo, au mshumaa unavyozimwa na upepo. Suratul Fatiha nakupa kipande kidogo, tukisikilize vizuri kipande hiki. Yani wewe mwenye shida, unahitaji mtoto, unahitaji shida gani, imekuzonga na akili yako imegoma kabisa, huna namna, yani umeshafanya jitihada zote zimeshindikana, nakupa ufunguo wa kwanza miongoni mafunguo za ajabu za matumizi ya suratul Fatiha, na usisahau katika maisha yako. Ukikubali, ukiifanyia kazi hii, basi wewe tena umemaliza dhiki, umemaliza matatizo. Kun fayakun, yani Mungu huliamrisha jambo kuwa na hapo hapo linakuwa. Suratul Fatiha. Swala ya magharibi, nisikilize vizuri mtazamaji wangu, swala ya magharibi, swala ya magharibi, swala yako la magharibi rakaa 3, maliza. Ukishamaliza kuswali rakaa 3, baada ya swala ya magharibi kuna sunati baadia. Hii ni rakaa 2. Kwa utaswali magharibi rakaa 3, ukimaliza baada ya salamu utasoma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na kama mmeswali jamaa, utaacha watu wamalize, mfanye dua pamoja, watu watawanyike, tafuta mahala mbele kidogo, simama swali rakaa 2 sunati baadia, swala 2 rakaa 2 za sunati baadia, sunna ya baadia, swali rakaa 2. Ukishamaliza kusali rakaa 2, hii nakupa wewe Muislamu ambaye ukitumia hii lijiwe sio la kawaida. Ukishamaliza kusali rakaa 2 zako za sunati baadia, kaa pale pale, nikitoa salamu kulia assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, soma suratul Fatiha mara 40. Nisikilize vizuri, soma suratul Fatiha mara 40. Hii sura yenye aya 7 isome mara 40. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Utarudia tena ya pili, utarudia tena ya 3, utarudia tena ya 4, utarudia tena ya 5 mpaka zifike 40. Zikifika 40, utamwambia Mwenyezi Mungu maneno haya, utamswalia mtume, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Utasoma Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim, au njia yoyote katika salatu ala nabii zile, Allahumma salli alayhi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim, utasema vyovyote vile, lakini salatu ala nabii
Rahisi ni hii, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Soma hii, utaisoma mara 100. Nisikilize vizuri wewe ndugu yangu. Usione watu wanafanikiwa, usione watu wanakuwa matatizo yanaepuka. Kuna siri kubwa. Utasoma hii mara 100. Hii salatu ala nabii utaisoma mara 100. Ukishaisoma hii mara 100, ukimaliza nyanyua mikono. Ukinyanyua mikono, usitaje shida inayokusumbua. Madhari iko moyoni na una jambo liko moyoni linakusumbua, usitaje shida inayokusumbua. Madhari iko moyoni na unajua mimi nina shida gani ndani ya moyo wako, usitaje ile shida kwa mdomo wako. Nyanyua mikono, sema hivi: ewe Mwenyezi Mungu, mimi fulani bini fulani sina maneno mazuri wala lugha sahihi na faswaha ya kukuomba wewe Mwenyezi Mungu kutokana na shida zangu. Basi na kuomba kutokana na shida zangu itakayozidi, na kuomba wewe Mwenyezi Mungu, mimi mja wako fulani bini fulani sina lugha faswaha wala maneno mazuri ya kukuomba wewe Mola wangu yanayoizidi elimu yako. Tumia hili neno, yanayoizidi elimu yako. Basi ewe Mwenyezi Mungu, kwa elimu yako hiyo ya kuyatambua mambo kabla hayajasemwa, ifanye hii suratul Fatiha niliyoisoma iwe ndiyo maombi yangu kwako, iwe ndiyo dua yangu ya maombi kwako. Mwenyezi Mungu nikubalie mambo yangu. Alafu baada ya hapo nenda kaendelee na shughuli zako. Nakupa siri, hata kama ulikuwa na tatizo kubwa kiasi gani, hiyo ndo siri ya kwenda kufungua shida na tatizo lolote linalokuzunguka katika maisha yako. Na hiyo ndo siri kubwa iliyojificha katika suratul Fatiha. Ni moja kati ya dua zenye maajabu makubwa, dua Fathul Jasadi, inayoongozwa na suratul Fatiha. Na hii dua itafanyika tarehe 7 mwezi wa 4 2024 panapo majaliwa inshallah taala, katika ukumbi wa City Garden hapa jijini la Dar es Salaam, siku ya Jumapili tarehe 7 mwezi wa 4, 2 asubuhi hadi muda wa saa 8 za mchana. Hii si dua ya kukosa, na tutaungana na watoto yatima ambao siku hiyo tutawapa zawadi maalum ya mavazi na nguo, ili wao iwe sababu ya Mwenyezi Mungu kupokea dua yetu. Ndio maana tunakutaka ndugu yangu Muislamu, na hata wewe usiyekuwa Muislamu ambaye unatamani kushiriki katika dua hii, hakikisha unashiriki nasi katika dua hii kwa kujiandikisha na kupata utaratibu wa kutoa sadaka yako, ili kuwapa mayatima, kuisukuma dua yako kwa kiasi atakachokukadiria Mwenyezi Mungu biidhnillahi taala, kwa kupiga namba za simu 0710 400 200 0710 400 200. Tumia namba hizo, utaona maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakapokuelekeza kuingia katika dua hii. Lakini sio hilo tu, Fathul Jasadi inaongozwa na suratul Fatiha ambayo maajabu yake makubwa. Herufi 21 za lugha ya Kiarabu zimetumika kuandika, na herufi 21 za lugha ya Kiarabu hazikutumika kuandika suratul Fatiha, sura ya funguzi. Na hizi ni aya, hizi ni herufi za kuandika maneno ya kuangamiza. Hizi ndio herufi pekee zinaweza kuandika dua ya kuangamiza. Hizi Fatiha ni kufungua, kusaidia, lakini nje ya Fatiha ni kuangamiza. Hizi ndio herufi pekee zinatumika kuangamiza maadui, na dua inatumika kwenye hizi herufi 7 zilizoachwa. Wako wanachuoni wa tiba wameziandika hizi herufi 7 dua maalum za kumwambia Mwenyezi Mungu kuangamiza maadui zetu, na Mwenyezi Mungu ameziletea majibu. Na nataka nikwambie, Qur'ani ni kitabu faswaha sana. Leo nataka nikupe siri ambayo ulikuwa huna. Qur'ani ni kitabu faswaha sana. Qur'ani ndio kitabu bora kuliko chochote. Kina ufaswaha mkubwa katika lugha, na kina uwezo mkubwa wa kujieleza kuliko kitabu chochote. Nakupa mfano mdogo lakini mkubwa kwa thamani. Katika Qur'ani Allah ameandikwa Allahu, Allahu, Allahu. Allahu ni herufi 3 tu, alif, lam na he. Lamu imerudia mara 2 kuandika Allahu. Lamu imerudiwa mara 2. Allahu, alif, lam, alif, he.
Allahu. Alifu imerudiwa mara mbili pale. Alif, lam na he. Herufi tatu tu ndo zimetumika kuandika neno Allahu. Herufi tatu tu. Herufi tatu tu. Yani kwa mfano A, B na C. Yani herufi tatu tu ziandike neno. Herufi tatu tu. Lakini Qur'ani maajabu yake, angalia we mpenzi mtazamaji, ukitaka kujua surati al-Fatiha na Qur'ani vina uwezo mkubwa katika kufungua na kuangamiza maadui yako. Angalia hiki ninachokwenda kukuambia. Neno Allahu, herufi zile tatu zilizoandika Allahu, hizo tatu zilizoandika Allahu ndio herufi pekee zimetengeneza herufi hii la ilaha illa Allah. Unaliona hili neno la ilaha illa Allah? Neno hili la ilaha illa Allah, hili neno hili la ilaha illa Allah, neno hili limetengenezwa na herufi tatu tu ambazo ni alif, lam na he. Bas. Kwa hiyo herufi tatu zimeweza kulitaja jina la Mungu, na herufi tatu zimeweza kutaja jina la Mungu na kukanusha kinyume na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu la ilaha illa Allah maana yake hapana mola anayepasa kuabudiwa ila Allah. Yani maneno haya niliyotafsiri kwa Kiswahili kwenye Kiarabu yameandikwa na herufi tatu, zikarudiwa hizo herufi tatu mpaka zikatoa neno la kanusho la ilaha illa Allah. Yani hizo herufi tatu zimetoa neno hilo la kanusho la ilaha illa Allah, hapana mola isipokuwa yeye Allah. Neno hizo herufi tatu ndio zimetumika kuandika neno la ilaha illa Allah. Sasa zile herufi saba nazo zina uwezo wa kuandika dua ya maangamizi kwa maadui. Itatumika katika dua Fathul Jasadi. Hii ni dua ya aina yake. Nataka nikuambie dua ni elimu, sio kuwa na kusoma sana. Unaweza kuwa na mabalagha, mantiki na au swalfu, lakini kwenye swala la dua na tiba, hii ni elimu maalumu Mungu anawapa watu wake. Islamic tunazo dua za hivyo. Unaweza kumwangamiza adui bila ya kumtaja kwa jina, na ndio siri katika ile dua niliyokufundisha. Ukisufanya baada ya sala ya magharibi, usiseme mimi na shida fulani, mwambie Mungu, wewe elimu yako inakizunguka kila kitu, basi hii surati al-Fatiha ikutoshe kuwa ndio maombi yangu kwako juu ya shida yangu unayoijua kwa elimu yako. Basi kama kuna mtu anakukorofisha, umemwangamiza. Kama kuna mtu anakufanyia baya, umemwangamiza. Kama una shida na mtu, umeifungua. Kama una shida ya jambo lolote, limefunguka. Na hivi ndivyo zitakavyokwenda kutumika hizi 1028 za Kiarabu katika dua Fathul Jasadi kwa ufundi mkubwa wa kitaalamu kwenda kufungua shida na haja zako. Njia ya kufanya ni kushiriki katika dua hii kwa kutoa sadaka yako, kama utapenda, kama utafurahi, kama utahitaji kuifungua dua hii kwa sadaka maalum ambayo tumesema utachangia kile atakachokuwafikisha Mwenyezi Mungu kuanzia 20,000 ya Kitanzania na kuendelea. Dua hii utaingia kwa kadi maalum. Dua hii utaingia kwa kadi maalum ambazo kadi hizi ni bure kabisa. Hata kama huna 100 unaruhusiwa kuja kuchukua kadi. Kadi zinapatikana hapa Islamic Dua Center, Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba nambari 3, wakati wote kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni katika kipindi cha mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Njoo hapa upate kadi yako, na nafasi ni chache. Baada ya kutoa mayatima pamoja na walimu wa madrasa tutakaonao kwenye dua, tumeona sasa idadi ya kadi itafikia 500 peke yake. Kwa hiyo wale watu 500, kadi zinaenda kwa speed. Nafikiri Director Jamali anajua kadi zinaenda kwa speed sana. Watu kila siku wanamiminika kuchukua kadi. Na wewe ambaye utasikia tangazo hili, omba nafasi ya kuungana nasi ili kupata fursa ya kushiriki katika dua Fathul Jasadi, dua itakayofanyika tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2024. Tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2024, dua Fathul Jasadi inafanyika hapa Dar es Salaam. Hakuna kiingilio, isipokuwa tutakuwa na sadaka maalum. Kwa maelezo zaidi juu ya sadaka hiyo, piga namba za simu unazoziona hapo chini au 0710 400 200, 0710 400 200. Hii utapiga moja kwa moja kwangu na itakuwa njia pia ya kupata mawasiliano. Lakini namba unazoona hapo pia zitakupa mwongozo, kwa sababu wasaidizi wangu wapo kwa ajili ya kukusaidia kufikia malengo hayo. Mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu umepata elimu, umejifunza, umefaidika na umefarijika. Basi usijipange kuikosa dua hii biidhnillahi karim. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.